الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. Kwa darasa yetu ya jana tulisema tutazungumzia mambo yanayofungamana na yale yanayofuatia baada ya kukwisha kwa mwezi wa Ramadhani, kama vile hukumu za kutolewa zakatul fitri, hukumu za mambo ya Eid. Haya ni katika mambo ambayo yanafuata huko mbeleni, na tuna ulazima wa kuyajua. Ufafanuzi wake katika sheria ya Kiislamu ukoje ni jambo lisilokuwa na budi. Kwa jana alhamdulillah tulitoa ufafanuzi mfupi kuhusiana na zakatul fitri, nafasi yake zakatul fitri na hikima yake na hukumu yake. Kwa nini imekuwa zakatul fitri na hukumu yake ni nini? Je, ni sunna tu au ni wajibu? Tumeona hilo kwamba ni faradhi au ni wajibu kwa kila Muislamu mwenye sifa maalum, Muislamu anayemiliki chakula kinachomtosheleza yeye na familia yake katika siku ya Eid, mchana na usiku, atakiwa atoe zakatul fitri kutolea nafsi yake na kuwatolea watu wake. Muislamu muungwana, mtumwa, mwanamke, mwanamume, mtu mzima, mtoto mdogo, wote watakiwa watoe zakatul fitri. Na pia tukaeleza kitu gani cha kutoa, na pia tumeeleza nani wa kupewa. Sasa leo tutakatuzungumzie kuhusu masuala ya Eid. Katika Uislamu, katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wakati wa kufurahi. Kuna kila wiki tuna Eid moja, na ni siku ya Ijumaa, ni Eid al-Muslimina fi al-usbu'. Lakini kwa mwaka tuna Eid mara mbili, Eid ya fitri ambayo inaambatanishwa na kufungua mwezi wa Ramadhani baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kufurahi, kutawassaa katika maisha sisi na familia zetu na jamaa zetu na marafiki, kwa aina mbalimbali za vyakula na vinywaji na mambo mengi ya mubah. Haya mambo yamewekwa katika sheria ya Kiislamu kwenye Eid baada ya kuisha mfungo wa Ramadhani. Kadhalika Eid ya Dhulhijja, ile siku ya kuchinja, yaumun nahri, pia kuna Eid. Tuna Eid mbili. Hizo ndizo tulizowekewa na sheria ya Uislamu. Nyingine zote feki, nyingine zote zinakuwa feki, si katika Uislamu. Hakutuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika hili nitaanza kuzungumza kitu kimoja muhimu sana. Sisi tutafunga kwa hisabu ya mwezi wa Muandamo. Kama utaonekana mwezi kwa tarehe 29 tutafunga, haukuonekana tunakamilisha Shaabani 30, kisha tunafunga Ramadhani. Kwenye kufungua hivyo hivyo, 29 Ramadhani utazama mwezi, ukionekana watu wanafungua. Kama hukuonekana watu wanatimiza siku 30, kisha baada ya hapo Ramadhani inakuwa imeisha, ni Eid. Hakuna tarehe 31 wala hatuna tarehe 28. Sisi ni imma 29 au kukamilisha 30.
na mwezi huthibiti kwa wewe kuuona kwa macho yako au kuonekana na mtu mwingine unayemwamini. Ikiwa na matatizo ya macho uone vizuri, lakini mwenzako kaona, hukumu yake kwamba wewe pia umeona. Na masala ya ikhtilafu za mwezi na mambo ikhtilafu la matali' sisi tumezieleza katika mahadi hii kwa mfululizo mrefu, tukiwajibu baadhi ya wabaishaji wanaotaka kulipotosha jambo hili. Swali lina khilafu kubwa ya kielimu ya zamani, tena ikhtilafu kongwe baina ya ahli sunna wal jamaa, ulama wao. Lakini kila khilafu ina sababu zake na misingi yake na dalili zake. Sisi tunachotakiwa tuzitifue zile ikhtilafu kielimu, tuzihakiki, tujue mahali pa ikhtilafu ni wapi, mahali pa nizaa ni wapi, sababu yake ni nini. Kama iko kauli yenye nguvu kwa sababu ya dalili iliyokuwepo, tutashika ile dalili. Dalili ipo na huku na jitihadi, tutashika dalili, tutaacha jitihadi. Dalili zote zina nguvu, una khiari kufanya hivi na vile, pia tuelezana kwamba hili kuna hivi na hivi. Kwa swala hili sisi tumelieleza kwa kirefu, tukatoa nasaha zetu kwenye jambo hili. Sasa kwa mujibu wa tarehe zetu za kufunga sisi, tulipoanza Ramadhani, kesho tunafika tarehe 29. Yani huu tulionao ni usiku wa kuamkia 29. Tushafunga 28, tumeingia magharibi ya leo ni 29 imeingia. Kwa tunakwenda nayo hii, kesho tunafunga jioni, tunatazama mwezi. Kama utaonekana basi sisi tutafungua siku inayofuata kama tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haukuonekana tutakamilisha siku 30. Sasa katika jambo hili, siku hizi kuna mambo mengi sana katika masuala ya mwezi haya, kuna mambo mengi. Mitandao imekuwa na matatizo mengi, AI imeingia katika ulimwengu, imechafua kila kitu. Kuna tahadhari sana. Sio kila kitu unachokiona kwenye mitandao ni kweli. Kwa taarifa hizi zinatakiwa zichujwe na zihakikiwe. Bila shaka mnanielewa ninachokisema. Sisi ni katika wale tunaamini kwamba mwezi utakapoandama mahali popote tutaufanyia kazi, kama hakuna kizuizi chochote. Taarifa ikifika katika wakati alwaqtu alladhi yanfa, sisi tutaifanyia kazi taarifa hiyo kutokana na mweko wa nchi zetu na serikali zetu zilivyo. Sisi tutaifanyia kazi, lakini lazima tuhakiki taarifa hii ni sahihi. Mimi nimeona kwenye kuleta fujo, la. Na hasa ukizingatia siku hizi kuna watu wanatengeneza taarifa ili kuleta balbala katika safu. Kwa hiyo watu wanaweza kutengeneza taarifa ili kuwachanganya. Msikubali jambo hilo, kwa sababu nakumbuka miaka ya nyuma, kiasi cha miaka 25 imepita hivi, tuliwahi sisi kuletewa taarifa ya kuandama kwa mwezi asubuhi tayari. Nyinyi vipi? Simsema mwezi wa popote. BBC imetangaza bwana mwezi umeonekana Libya huko wapi. Ndio hivyo. Tukachukuana tukatoka tukaswali. Jua lishakazana kabisa, kumbe haijafika adhuhuri. Wakati wa dhuha kijua kali kabisa. Taarifa imetoka kweli, BBC imetangaza. Tukakusanyana tukaswali. Baadaye tukajua kwamba ni mwezi wa Libya wa falaki. Wao hutumia falaki, wanaamini hilo, ndio utaratibu wao. Kisha tukachukuliwa na jazba sisi tukaswali kwa taarifa, kwa sababu zilitoka BBC. Ilitokea siku za nyuma hivi. Tukajifunza kwamba sio kila taarifa ni ya kuifanyia kazi.
Tumeelewana? Kuna baadhi ya nchi mambo haya ya ibada wanayafuatilia kiserikali kabisa, na ndio utaratibu wao kwa mwaka mzima. Wanafuatilia mwezi umeandama, haujaandama, una hiki, nyakati za kila kitu kinafuatiliwa kiserikali na bajeti maalum. Kwani wanafanya vitu kwa uhakika. Kwa taarifa zao sisi tunaziamini. Lakini wale wanaosubiri kununua mitambo kwa ajili ya Ramadhani tu ndio angalie mwezi, sisi tutaki taarifa zao za ovyo ovyo. Tunafahamu? Tunataka taarifa za uhakika kwamba mko serious katika kufuatilia ile jambo. Tunaweza kaa hivyo, mwezi unaonekana Namibia. Namibia vipi? Nani kathibitisha? Nani kasema? Kuna jamaa mmoja. Hii taarifa na mwenyewe sisi hatuzitaki. Tunataka taarifa zilizothibitishwa kwamba ni kweli mwezi umeonekana, mahakimu za kisheria, mahakama ya kadhi au kadha imethibitisha kwamba mwezi umeonekana na wale uona ni watu wenye sifa kadha wa kadha. Likituthibitikia hilo, alhamdulillah. Nimesema haya ili tusitokababaika na watu wakatutengenezea taarifa ili tuingie mahali siko alafu watucheke. Na hii ni ibada. Utafungua kwa dhani kwamba tayari hii ni ibada, mtu ushakudanganya. Nilisema hili kwa sababu ya wakati ulionao. Kuna mtindo wa kupandikiza taarifa, kutengenezea maneno watu kwa sababu mambo ya artificial intelligence ambayo iko katika ulimwengu sasa. Nadhani imeeleweka. Kwa hiyo sisi mwezi ukiandama tukapata taarifa, tumeuona sawa, au umeonekana sehemu nyingine kwa taarifa za uhakika kwa watu wenye kuthibitisha na kufuatilia. Leo kwa mfano mtu atauliza, sasa Saudi wana wake gani? Alhamdulillah, Twitter hizi ziko. Saudi Arabia wana mawaki za wizara zao, wizara ya haji, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, zote wana Twitter zao. Ukifollow utapata taarifa. Hata mambo ya vita endelee, ukitaka ukifuata wizara tudifai, wizara ya ulinzi, taarifa unazipata kila dakika, kila sekunde. Imekuja hii, taarifa rasmi kabisa. Kila nchi ina taratibu zake na mawaki zake, sio za udaku kama mtu ajisemea tu. La, mimi nadhani mafahamu hivyo. Kuna mawaki za maulama, mashekhi wenyewe au wafuasi wao wa kutegemewa kabisa. Ukifuata taarifa unazipata. Kuna hiki. Tumeelewana? Sisi tuna taarifa zetu hapa, mawaki zetu katika YouTube na Ibn Taymiyyah, kwamba hii rasmi kutoka Ibn Taymiyyah. Si ndio hivyo? Kwa kutaka taarifa za Ibn Taymiyyah utazipata hapo. Na hivyo huko ulimwengu tunasema, sasa wewe Saudi utajuaje bwana? Sio kama utamsikiliza mtu yeyote. Kuna mawaki za mufti, mawaki yani website zile za mufti, Darul Ifta, kuna mambo chungu nzima. Ni wewe, ni simu yako na kiganja chako, uangalia taarifa utazipata hapa. hivyo al-Kuwait, hivyo al-Bahrain, hivyo al-Qatar, hivyo al-Imarat, Oman, Misr, Darul Ifta Misr, wote wana mawaqi zao, taarifa rasmi. Nadhani imeeleweka. Tukiacha hilo, mingine yanayofuata ni kwamba siku ya Eid ni siku adhim, tutakiwa tujiandae kwa ajili yake. Ni siku ya kufurahi sisi na familia zetu, lakini kikubwa zaidi kuna kuswali Eid. Kwa tujiandae kwa ajili ya salatu al-Eid, na insha Allah utaratibu wetu, kama kutakuwa hakuna mvua, salatu al-Eid tunaswali uwanjani, na kuanzia mwaka uliopita tuswali uwanja wa mpira huu wa Rigda hapo. Zamani kwa tukiswali eneo hili, lakini kutokana na wingi wa watu hapa hapatoshi tena, kwa tutaswali uwanjani. Lakini kama kutakuwa kuna mvua, sasa huu ni mtihani mzito, kwa sababu hatuna mahali pa kuingia. Itabidi tupokezane tu, msikiti hautotoshi sisi. Tukisema waingie wanaume watupu pia hapatoshi,
hatutoshi. Basi wale watakaojaliwa wataingia wataswali, wengine watakuwa wamepata udhuru kama kutakuwa kuna mvua. Kwa tutaswali na muda wa kuswali itakuwa ni saa 1:30. Kwa tusichelewe, tutaswaliwa hapo, patatolewa khutba. Tukienda kwenye swala ya Eid tutakiwa tutoke wasafi, tumeoga vizuri, tunukie vizuri, tuvae nguo zetu nzuri, tupendeze, tuende katika uwanja wa Eid huku tukileta takbira za Eid, tukimkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wa wanawake, wanapotoka kwa ajili ya kwenda kwenye musalla, watakiwa watoke na stara kamili, wavae hijabu ya kisheria kama inavyotakikana, wasivae nguo ambazo si sitara ya Kiislamu, nguo ambazo hazikubaliki. Lakini pia wasijitie manukato. Mtu akajifukiza maudi, akajipiga maperfume, aenda swali, mwanamke anakwenda kwenye musalla, haitakiwi. Utakuja kujifukiza nyumbani ukirudi kutoka musalla. Haina maana ukienda pale unuke vibaya, si hivyo, lakini hutaruhusiwa kujitia manukato unapotoka nyumbani kwako, si kwa ajili ya msalla wa Eid wala kwenye swala ya jamaa wala wakwenda sokoni. Ni jambo lililokatazwa katika sheria. Idha sta'tarat almar'a thumma marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwa tusifanye hivyo, kina mama wasifanye hivyo, watoke wao na watoto wao na banati zao, bali hata wale ambao Allah amewapa mtihani siku ya Eid wakawa kwenye ada, basi pia wanaruhusiwa kutoka, watakiwa watoke wakati wa kuswali, au watajiepusha na mahali pa kuswali. Al-huyad watajiepusha na ule musalla wa Eid, watakaa pembeni, lakini watashuhudia khutba za Ijumaa, watashuhudia takbira na khutba itakayotolewa na khutba ya Eid. Basi lakini watakiwa wahudhurie. Na ni sunna kwenye swala ya Eid al-Fitr, ukitoka kwenda kuswali basi tule kwanza kidogo, unaweza kula tende 2 3, tende moja, lakini kula kwanza alafu ende kwenye Eid. Sisema leo nimefunga nitafuturu nikirudi, hakuna saumu siku hiyo. Kwa hiyo kutakikana ni kula kwanza. Na ukienda kwa njia moja, leo ndio njia hii, basi wakati wa kurudi badilisha njia nyingine, kwa kudhihirisha shiari ya Uislamu. Na inatakiwa ni vizuri mtu atembee kwa mguu. Kama huna udhuru labda wa kutoka mbali sana, mahali unapotoka si mbali sana, basi vizuri uteke ukitembea mpaka kwenye musalla wa Eid. Ni takbira tu, kutoka nyumbani mpaka umefika kwenye musalla, mpaka swala inaposwaliwa takbira zimeisha, khatibu atatoa khutba. Nadhani mwajua takbira zaidi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Imepokewa kusema mara 2, na baadhi ya wanazuoni wanasema mpaka mara 3. Iko pamoja kwamba athari ya kuonyesha mara 3 kidogo kuna, lakini mara 2, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Tumeelewana jamaa? Wakina mama wakienda katika musalla wa Eid na siku ya Eid, ni vizuri pia wakatoa sadaka kwa wingi. Hata wanaume pia kutoa sadaka na kuwapa watoto pesa al-Eidiyya sio jambo baya, kutia furaha kwa watoto ni jambo zuri. Lakini siku ya Eid ni siku ya furaha. Wakina mama siku ya Eid yao kama kawaida yao, watakiwa waandae sherehe zao za Eid kwa kupiga dufu na kuimba kama ilivyokuwa katika ada yetu huku kwetu. Wanawake wa Ahli Sunna wal Jamaa wanafanya jambo hilo. Siku ya Eid wanapiga dufu,
Sisi tunaona kwamba kupiga dufu ni min amali nisa, walillahi alhamdu, wanawake wetu hufanya kwa ajili ya Eid na kwa ajili ya harusi. Kwa kidufu kipigwe pasi na kuvuka mpaka, wana nyimbo zao waimbe, wafurahi na watoto, alhamdulillah. Wanaume kama wana michezo nao wafanye michezo bila kukiuka sheria ya dini. Michezo mbalimbali hufanyika. Kwa jambo hili litakiwa liandaliwe, wazee, vijana, watoto. Ndio maana ya Eid. Haya aliyosema yatatosha. Hatuna mambo mengi sisi katika Eid zetu, ni furaha tu, alhamdulillah. Tuna furaha za halali, lakini vizuri pia kuzichunga familia zetu na watoto wetu wasiingie katika wakaachiwa tu barabarani wakatembea wakasambaa wakawa peke yao. Watoto wakiwa waangaliwe, wasimamiwe. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نسأل الله تعالى يتقبل منا صالح الأعمال. Kwa kama kutakuwa taarifa yoyote hiyo kesho tutaambiana. Hakuna tutaendelea kama kawaida. Tunatosha. Na tukupongezana pia ipo. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Salafu walikuwa wakifanya hivyo, wakiambiana. Amelithibitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengine katika wanazuoni kwamba ipo hiyo yafaa. Je, kuna maneno maalum ya kusema ya kupongezana? Yapo haya, taqabbal Allahu minna wa minkum. Maneno mengine yote kutiana furaha unaweza kuyasema bila kuitakidi kwamba haya ni sehemu katika sunna. Maneno tu kama vile katika taazia unaweza kumwambia mtu maneno ya taazia, lakini baadaye pia ukamwambia maneno mengine ya kumfariji zaidi. Uhitakidi kwamba haya ni katika sunna, kwamba wamtia faraja tu na kumpa moyo subra, kutamka kwa lugha yako kwa Kiarabu, mmoja akajisikia kwamba huyu pamoja na mimi. Lakini alfadhi za taazia ziko maalum, lakini ukiongezea kwa ajili ya kuongeza faraja, kwa haiambii kwamba ni bid'a. Muda wako huitakidi kwa katika sunna. Hivyo hivyo katika siku za Eid watu kupongezana, kufanya muanaka kwa alfadhi zile maalum, taqabbal Allahu minna wa minkum na mingineyo. Lakini kijua kwamba hii sio kwamba basi na kusema Eid mubarak na hii ni sunna, haisi katika sunna. Sawa. Lakini kusema hisi katika sunna haimaanishi kwamba hii bid'a. Maneno yatakuwa marefu, lakini alfadhi ziko naam. Na siku ya Eid tuifurahike, lakini tusifanye israfu. Mtanabaisha kwa kuna watu wengine wafanya israfu. Ukapikwa chakula watu wakala mpaka wakamwaga, ndio Eid ndio imenoga. Pike ni kiasi. Chakula wewe na watoto wako na familia yako na marafiki zako, wageni wako, basi kiwe kiasi. Wakulu washrabu wala tusrifu, inna Allah la yuhibbu al-musrifin. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تفني بذريف. نعم. Kwani maana kama nini? Kwa sababu naona kwamba kuna baadhi ya maeneo watu wakifanya sio mwana anapiga na vibega. Ukishapiga mwana kana watu watano tu utaanza kukoa. Unapigwa vibega kweli kweli. Yule si mwana. Mwana kama lakini. Unafanyaje? Taanaka ya taana. Watu wanapigana vifuli. Mtu akishaanza basi mkono utosha. Na nasemaje? Mimi na ndugu zangu watatu tumetoka mjini na sasa tuko kijijini kwa ajili ya shule ya kilimo na kijiji. Tuko ndani, nasema kijiji tuko ndani hasa hakuna cha msikiti wala nini, tunaweza kuswali swala hizi sisi wanne. Swala ya Eid unaweza kuswali watu wachache pia ikiwa hakuna watu wa kuswali pamoja nao. Jamaa tu inatosha.
jamaa inatosha. La kama kuna mahali pa kuswali hili hata kicha jirani utavuka tuenda jirani kwenda kuswali jumuika na waislamu wengine. Hakuna kabisa, basi mtaswali nyumbani kama tulivyoswali siku za corona. Wengine wako sisi tuliswali maktaba pale Eid, kusanyika tuswali خلاص. Hakuna kwenda huku wala kule. Dini imejengwa kwa yusra. نعم. يوم الجمعة إذا لم تتحقق رؤية الهلال ليلة غد نكمل ويكون العيد إن شاء الله يوم الجمعة. ويوم الجمعة له أحكام خاصة. kuna hukumu maalum siku ya Ijumaa ikiwa Eid imeangukia Ijumaa. Tunafahamu tutatoa maelezo hayo inshallah katika munasaba wake. Kama ikiwa haikuthibitika kuonekana mwezi wa 29 tukikamilisha, basi Eid ikiwa ni siku ya Ijumaa kuna ufafanuzi katika hili. Ikutana na swala ya Ijumaa, Eid imekutana na swala ya Ijumaa, nini hukumu yake? Haya ni maelezo tutatoa inshallah. Nadhani tutaelewa, na mara ishatokea na tukafanya tuliyofanya hapa msikitini. Lakini haya nilieleza nadhani haya yametosheleza, ni mambo machache mepesi na kwetu yanajikariri, tukumbushana tu. Lakini leo ni usiku wa 29. Hizi ni katika layali au lailatul qadr, siku za witri. Nyingine ikawa ni leo, usizembee basi. Ikawa mwisho kabisa kule ndio umebweteka, umemaliza. Bora ya mambo siku zote ni mwishoni. Kule mwisho kule. Sasa tuko mwishoni, walilahi alhamd. Tupambane kufa kupona kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya ibtihali kwa Allah, kwa dua nyingi sana, tauba na istighfari. Pengine huku mwisho mambo yetu yakatengenea. Alhamdulillah. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka